Nimekubaliana na masharti yako. Hivyo ndio inavyotakiwa. Yaani hapa hamna kitu cha bure. Ndio hata sisi tumekuja hapa tumepambana. Ndio. Hamna kitu cha bure. Kila kitu lazima ukigharamikie. Ndio natakiwa uelewe. Utanitafuta jioni. Una namba? Hapana. Chukua namba. 0775 26 02 06. Utanitafuta. Sawa. Ulipigana vita usionekana. Kapula chuo, kila mtu na mzigo wake. Miki, mimi nimekuita hapa, shida yangu ni ile ile. Nakupenda Miki. Mimi unakuwa mgumu wa kuelewa. Nimepoteza muda wangu nakuja na bado naendelea kuniambia ujinga wako, si ndio? Nikwambia mara ngapi kwamba mimi sikutaki. Somba sikutaki tu, sikupendi. Sawa? Yaani sikupendi tena nakuchukia. Sawa? Kwa ufupi, mimi nina mtu ambaye nampenda. Sawa? Mama, sikutaki. Na ukiendelea kunifatafata, nakuzaba makofi. Makofi tu, wala sijali. Kwa sababu wahenga wanasema, kofi la mpenzi haliumi. Kwa mimi hata insti. Unaamini wahenga? Siku nitakapo kuzaba makofi, hawataamini wahenga wako. Sawa? Kaa mbali na mimi, sawa? Sikutaki na sikutaki. Tena sikutaki kwa herufi kubwa, sikutaki. Nilidhani siku moja utaniona, lakini niache kwanza. Wengine wanaishi kwa mbinu, mimba zinakuja kimya kimya tu, unacheka mchana usiku, nawaza kesho. Maisha chuo sio lele mama bro. Mtumishi. Naam. Leo nataka nisikilize muziki mwanangu. Unaelewa? Kuna muziki wa leo naomba lakini samani. Naomba unipishe kidogo. Lakini samani, lakini unipishe kidogo. Mwanangu, kweli muziki mimi ndo nikupishe ndani? Hiyo haiwezekani bana. Hamna, kwa sababu muziki wa leo yaani na plani ni ya volume yote kabisa yote. Kwa hiyo naona kama ukiwa naona napiga neno la Mungu pale, naona kama vile kuharibu kidogo kisaikolojia. Si unajua hilo linatakiwa useme kwenye sehemu tulivu zaidi. Sasa brother, si utapunguza tu sauti isiwakere majirani hata, lakini pia hata mimi sinikere. Mtumishi. Hivi unaelewa muziki ambao nauzungumzia mtumishi? Brother, muziki wa kina Diamond, akina Alikiba sina ufahamu, akina Mbosso. Utapunguza sauti brother. Hebu acha bana mambo yako. Acha bwana. Mtumishi. Nakuonea huruma. Sio muziki ambao unasema kwamba mzee si wa kina Diamond, akina Platinum. Sio wewe mtumishi. Sasa muziki upi ambao unamaanisha wewe? Maana wasanii ndio hao niliokutajia, na unataka usikilize wasanii gani labda? Wa kutoka Marekani au Ujerumani? Yaani ninachomaanisha mtumishi, nataka nimlete shemeji yako. Noni unajua ulipigana vita usionekana. Kapula chuo, kila mtu na mzigo wake. Siri zimejaa ndani yake. Mapenzi, tapeli na machozi ya moyo. Ndani ya kapula chuo hakuna aliye huru. Wengine wanaishi kwa mbinu, mimba zinakuja kimya kimya tu. Miaka mitatu minne inapita fasta. Marafiki wengine wanapotea njiani, lakini ukivuka salama na degree mkononi. Unajua ulipigana vita usionekana. Kapula chuo, kila mtu na mzigo wake. Siri zimejaa ndani yake. Mapenzi, tapeli na machozi ya moyo. Kwa Steve. Bwana mimi nachanganyikiwa. Dada nini wewe? Dunia haiko sawa. Haipo sawa. Kwa mfano sawa.
ukiangalia dabi ya tarehe 1. Ndio. Hiyo mpira uliucheki sije? Uliucheki mwanzo mwisho. Sasa pale kuna makosa yalifanyika. Makosa gani? Ukiangalia kuna referee na yule wa pembeni yule Azumeni. Yule alifanya makosa kuchezaji wa mechi. Lakini bodi ya mpira lakini imeona imewahukumu. Lakini zile hukumu haziko sawa, hazina uhusiano. Yaani kama ni 3 pamoja sijui 4 kwa 7, yaani hakuna uhusiano wote. Ungetuambia wewe unasikia? Yaani bodi sio kwamba wana akili. Bodi wanajua sheria zote za mpira. Umeelewa? Kwa ile hukumu ile mimi naona ipo sawa. Ipo sawa? Ipo sawa. Yaani hamna yaani tofauti yote. Kuna haki ya hivyo, hakuna haki ya hivyo. Irudisha nini? Basi ungekuwa refa wewe. Ndio wafanye hivyo. Au wewe ndio bodi sasa. Hata kama hivyo, Gentlemen hapo hivi nyuma. Samahani. Mbona mnapiga makelele mengi sana wakati tuko darasani? Na mnazungumzia habari za mpira baada ya kuzungumzia wokovu. Amoni kama mbingu zimekaribia kuja. Hebu badilisheni basi story mnazopiga ziendane na mazingira tuliyopo kwa sasa hivi. Ongeleni hata habari za Mungu, watu wa Mungu. Unanielewa? Hivi unamsikia huyo jamaa? Yaani sijamuelewa. Hivi unafikiria kila sehemu tu ni kusali? Kila sehemu tu ni neno la Mungu? Kila jambo linafanyika kwenye sehemu maalum. Hapa ni darasani. Sio kanisani hapa mwanangu. Sawa? Uchungaji wako babu kafungue kanisa. Unamuelewa huyu mbwa? Ukamishenzi. Ana lolote. Kwani amuelewi ninachokizungumza? Acheni kelele. Habari mnazoziongea ziendani na mazingira tuliyopo. Ongeleni hata habari za Mungu. Mcheki kichwa hicho. Unasikia? Fanya mambo yako bwana. Sawa? Fanya mambo yako. Kichwa kama paneli ya sola. Hapo naongea. Hebu kaa mtumishi. Mtumishi kaa utulie. Mtumishi, haleluya. Haleluya. Bro. Brother. Bro. Kwa mtumishi tunaongeleshwa. Kuna muda mwingine. Hebu sema kidogo kwanza. Sio kila kitu unapaswa ukishatetea ambacho watu wanapiga kelele hapa, wanaongea kuhusu mambo ya mpira, wewe unaingilia. Mambo mengine hayakuhusu. Utakuja upigwe vibao vya bure. Kwa maana kuna msanii mmoja aliimba akasema hivi, Mungu nifundishe kunyamaza. Unajua katika kupitia kunyamaza unaweza kuepukana vitu vingi. Sasa hivi hapo singeambiwa kwamba kichwa kama paneli ya sola. Ona sasa umeaibishwa. Asua, kisha habari. Haleluya, goodbye. Mungu anaona. Oya, mmepigaje hapa? Mmesema mtumishi ana kichwa kama paneli ya sola. Tomina inapita fasta, marafiki wengine wanapotea njiani, lakini ndani yake mapenzi na machozi ya moyo na nyakapula chua, kuna aliye huru. Wengine wanaishi kwa mbinu, mimba zinakuja kimya kimya tu, unacheka mchana usiku na waza kesho, maisha chuo sio kupenda lakini huyoni. Ishia hapo malaya mkubwa wewe. Kaendelea mambo yako. Kaendelea wewe malaya wako. Mbona basi unielewe, nipe nafasi basi. Mimi nishakwambia jamani sikupendi. Hivi mbona uelewi? Hapo yule mimi hata simtaki. Ndio ukaendelea malaya wako sasa. Sister. Jamani sikupendi na sikuhitaji. Sijui unanielewa? Nielewe basi. Jamani sikutaki. Basi sister nielewe. Wewe. Yaani wewe wakati ambao unaniambia mimi nakupenda, katafute pesa kaka. Yaani ukikataliwa katalika, usiking'ang'anizi wewe. Vipi? Nilitoa kwa moyo wangu wote, nikakupa mapenzi ya kweli. Nilidhani siku moja utaniona, lakini bado unijali. Nilikuwa karibu nawe kila siku, nikakutazama. Jamani, nijua tu utarudi. Aya, umefurahi? Ndio. Hivi wewe wache ujinga sawa? Umeshaniharibia kule kwa ajili yako.
Umeona jinsi unavyoumia? Hivyo ndivyo na mimi naumia hivyo hivyo. Mpumbavu kweli wewe. Hivi unaonaje kama maumivu yako wewe na kwangu mimi sikaunganisha kwa upendo? Hivi akili zako zinafanya kazi? Ndio. Wewe mjinga kweli. Kaunganishe, yaani kisha nivuruga ujue. Hata kuona hebu ni hata kama haupendi mapenzi yanauma, unayependa kupendi naye kuna mtu anakupenda lakini yapendwi. Mapenzi yanauma moyo wangu. Hivi ninachokisikia ni sahihi au ni masikio yangu tu yameziba? Nataka nimlete shemeji yako. Unajua sisi wanaume lazima kwanza kuna mambo fulani upunguze. Wewe si ni mtumishi? Hiyo haitawezekana bwana. Mimi siwezi kutoka huko mkisa shemeji bwana. Eti atakuja bwana, mimi siwezi kutoka. Siwezi kutoka. Yaani kama ulivyosikia. Wewe unamleta shemeji yako. Kama unamleta mlete, ila mimi sitoki. Sisi ni wanaume na ukizingatia hapa tu, wote tumelipa kodi. Kwa kila mtu anafanya mambo yake. Sasa hayo mambo unayoyafanya ni bora yangeendana na mimi ninachokifanya kuliko wewe unavyofanya afu yasiendane na mimi ninachokifanya. Yaani ndio shida hapo ya kuishi na watu, yaani kila mtu na mawazo yake tofauti. Sasa ndio nini? Karibiana tu madili. Tajiju, sasa mimi inanihusu. Mungu naboa kabisa. Kama vipi pika tu. Alafu unajua ni mpishi. Unajua ni mpishi. Hapo yaani hapo. Wewe subiri kwanza nikuulize. Jana usiku ulikuwa chakula cha nani? Nani alikuwa mpika jana usiku? Ulipika wewe jana usiku, ulipika wewe. Ama kweli wewe umeshiba kweli ukalala ukaota wewe ukaamuka umezani kwamba wewe ndio umepika. Leo ni zamu yako unapika wewe mwanangu, yaani wewe ndio tabia yako. Nani umemwoa wewe? Yaani ukitoka huko biza neno la Mungu usome, yaani kupika utaki. Taarifa yako sasa leo mimi nafunga siri. Niko kwenye maombi. Kwa nafunga au lala njaa. Basi. Osha vyombo basi mimi nipike. Nioshe vyombo wakati na yaani ukiwa na mchuzi ambayo ni ajuzi. Alafu wewe uliyepika hapa. Sitaki. Rudi kwanza. Kila mtu na mzigo wake. Siri zimejaa ndani yake. Mapenzi tapeli na machozi ya moyo na nyakapula. Kuna aliye wengine wanaishi kwa Amjambo. As representative. Naona kipindi leo sitafundisha kutokana na population ya wenzio waliokuwepo. Sasa cha kufanya utatakiwa uandikishe majina ya wenzio, jina na legi namba. Unasikia? Make sure unaniletea hapa sasa hivi dakika mbili. Kisha watu hawaandikiani. Elewana, fanya haraka. Sikilizeni maagizo kutoka kwa Alex. Kaniambia kwamba leo kutakuwepo na kipindi. Kaniambia kwamba nije mualike majina alafu nikamwelekee msikilize maagizo kutoka kwake. Miaka mitatu minne inapita fasta, marafiki wengine wanapotea njiani, lakini ukivuka salama na degree mkononi, unajua ulipigana vita usionekana. Kapula chuo, kila mtu na mzigo wake, siri zimejaa ndani yake, mapenzi tapeli na machozi ya moyo na nyakapula chuo, hakuna aliye huru. Wengine wanaishi kwa mbinu, mimba zinakuja kimya kimya tu, unacheka mchana usiku nawaza kesho, maisha chuo sio lele mama bro. Sinema ya maisha halisi, chakula chuo, kila mtu na mzigo wake, siri zimejaa ndani yake, mapenzi tapeli na machozi ya moyo ndani ya kapula chuo, kuna aliye huru. Wengine wanaishi kwa mbinu, mimba zinakuja kimya kimya tu, unacheka mchana usiku nawaza kesho, maisha chuo sio lele mama bro.
Kuna jamaa anapiga utapeli online, anaonekana fresh lakini nja ndio design. Laptop mkononi si assignment anafanya, ni hello dear kwa wazungu anawadanganya. Kuna demu anapenda jamaa mwenye pesa, mapenzi yamekuwa biashara ya kuhesabu hela. Leo anakuambia baby nakupenda sana, kesho anaonekana na mwingine. Mimi nimeacha shughuli zangu, lakini pia nimechoma mafuta kwa ajili ya kuja kuwafundisha nyinyi. Alafu kuna wenzenu hawajafika hapa. Sasa haya majina mimi nitaenda kuyafanyia kazi. Mtajua mwenyewe naweka maksi ngapi kwenye haya majina. Mwambieni na wenzenu. Hapo hivi Mungu nimewaombea ni mimi. Miaka mitatu minne inapita fasta, marafiki wengine wanapotea njiani, lakini ukivuka salama na degree mkononi, unajua ulipigana vita usionekana. Kapu la chuo, kila mtu na mzigo wake, siri zimejaa ndani yake, mapenzi, utapeli na machozi ya moyo. Ndani ya kapu la chuo hakuna aliye huru, wengine wanaishi kwa mbinu, mimba zinakuja kimya kimya tu, unacheka mchana usiku unawaza kesho. Maisha chuo sio lele mama bro. Kila mtu na njia yake, wengine wanasoma, wengine wanapambana kuishi, ni kapu la chuo hili.